Zamani kabla ya Jumong ulikuwa unaijua nani? Unajua series za Korea? Hapana, ubalozi wa Korea ulichukua ile Jumong ukaipeleka ITV bure, ionyeshwe na ITV bure. Haijatoka hata 100. Bure. Wamepeleka Jumong ilivyoisha, sio wakapeleka nini? Walipeleka kama 3 hivi. Bure wapeleka ITV. Baada ya hapo, si tulikuwa tunaona CD za Kikorea zimesambaa mitaani. Bwana, karibu sana tena na tena kwenye DNA Television. Leo tumepata story ya kutembelea mmoja kati ya watu ambao ni madirector, script writer na filamu kiujumla. Yuko vizuri sana, anafanya kazi zake kwa ubora sana. Leo tumeona si vyema mtu kama huyu tumwache tu apite tu, tunaona kazi zake huko, tusipige naye story. Mimi ni Morgan Kalista Masters, the King Master Buffalo kwenye 1 and 2. Nyuma ya kamera yuko Kipande Production. Bwana, habari za sasa hivi? Salama. Kuna mtazamo ambao jamii umekuwa nao siku nyingi sana kuhusiana na watu ambao wanaandika movie, labda ni ma script writer au storyteller wale. Kwako wewe ilikuwa kuna ugumu kiasi gani kuwa mtu wa namna hiyo? Kila kitu kina mchakato. Kama unapitia mchakato, ugumu unakuwa sio mkubwa sana. Lakini kama unarukia mbele, ugumu unakuwa mkubwa. Mimi nimepita katika mchakato, kwamba nimeingia katika tasnia, nimejifunza kuhusu vitu ambavyo navifanya, nimekuwa katika ukuaji wa kitaaluma katika tasnia mpaka nimefikia hapa nilipofikia. Hapo kwenye ukuaji, tuambie mwanzo wako ulikuwaje Ignacia, wakati unaanza kufanya harakati za kutaka kuwa hivi ambapo leo umekuwa. Mwanzo wako ulikuwaje? Mimi mwanzo kitu cha kwanza kukifanya katika tasnia mimi ni uigizaji. Na uigizaji ilikuwa tofauti kidogo, kwamba kuna kampuni ambayo ilituchukua kwa ajili tuajiri kwa ajili ya kuigiza katika matangazo ya television. Kampuni gani hiyo? Unaweza kuiweka wazi? Walikuwa wanajiita To Adverse nafikiri. Walikuwa wanataka kutengeneza vipindi vya television, vya drama na matangazo ya television. Kwa hiyo tulikuwa trendy kwa ajili ya uigizaji. Sasa katika wakati tunafanya hiyo training ya uigizaji, tukakutana na walimu toka chuo kikuu, toka Bagamoyo ambao walikuwa wanatutrain. Ndio hapo nilipoingia. Sasa baada ya kuona uwezo wangu na kuwa karibu nao, nikawa najifunza vitu vingi kuhusiana na tasnia ya filamu. Taratibu nikakuwa mpaka hapa nilipofikia. Nilifanya workshop mbalimbali, kozi fupi mbalimbali vya kuhusu masuala mbalimbali ya utayarishaji, utayarishaji kwa maana producer, director na script writing. Kuna mwigizaji sasa hivi anaamini ana kipaji, lakini wakiambiwa nenda shule kajifunze zaidi, wanakuwa wagumu sana, na unaweza kuona kwa namba kubwa sana watu wengi wamekuwa hivyo Tanzania. Sasa tutolee tofauti kwa mtu ambaye yuko shule ana kipaji na anafanya sanaa pia ambaye hajasoma. Utofauti wao unakuwa nini hasa? Tofauti ni kujua kitu gani ukifanya wakati gani basi. Kwa sababu kipaji kimeanza, ujuzi umeanza. Kabla hata kuwa na vyuo hapa nchini, wazee wetu walikuwa wanatengeneza majembe, walikuwa wanatengeneza mashoka, sawa. Kulikuwa na zama za mawe, zama za chuma. Ile yote ni sanaa ile. Kwa hiyo ujuzi ulianza, alafu baadaye sasa elimu inakuja kwamba ujuzi wako unautumia vipi. Yaani kitu gani ufanye wakati gani ili kilete matokeo gani. Yaani elimu inakuja kurahisisha kile ambacho unakifanya. Katika binadamu kuna nguvu na akili. Kadiri unavyotumia akili zaidi unatumia nguvu kidogo. Na kadiri unavyotumia akili kidogo unatumia nguvu nyingi. Kwa hiyo elimu iko kwa ajili tutumie akili nyingi, tutumie nguvu kidogo na kupata matokeo bora kuliko kutumia nguvu nyingi akili kidogo. Kwa hiyo hapo ndio elimu inapokuwa na maana.
Kwa hiyo sasa unataka kuniambia watu ambao wanaamini kwenye vipaji tu wanakuwa wanatumia nguvu nyingi, au unaweza kawekaje ambao wana vipaji bila elimu wanakuwa wanatumia nguvu nyingi, au unawekaje? Sio moja kwa moja kwamba siwezi kuweka moja kwa moja hivyo, lakini kinachokosekana kwao ni kujua kitu gani wafanye muda gani kuleta maana gani. Lakini wapo kazi zao wanafanya zinaenda, na wasanii wengi tu wa filamu wanafanya kazi na zinaenda. Yes, zinaenda, kwamba zinaenda sawa, lakini kadiri zinavyoenda wewe unakuwa kiasi gani, hicho ni kitu tofauti. Kwa sababu watazamaji sio wataalamu. Watazamaji hawawezi kupima ukuaji wa mtu. Watazamaji wanaona kile unachokifanya kimewavutia kutokana na ile story, wanakifurahia, wanaangalia pale pale kinaisha. Lakini wewe mwenyewe unaofanya kile kitu lazima ujipange kwamba sasa hivi nimefanya kwa kiwango hichi, natakiwa kuongeza nini ili nipande. Ndio maana matokeo yake kuna watu ambao wanadumu muda mrefu, kuna watu wanafanya wanapita kama upepo. Na ninapozungumzia elimu sina maana kwamba kwenda tu kukaa darasani. Hata ile kupita kwenye mitandao, kujua kwamba watu wanafanyaje, kuuliza watu wanaojua kwamba kitu hichi kinafanyaje, ni elimu. Yaani ukijishughulisha kutaka kujua zaidi kile ambacho unafanya kwa watu sahihi ambao wamekutangulia katika lile jambo, ni elimu. Sawa. Kuna kipindi Bongo Movie umepitia wakati fulani hivi wakati YouTube channel zinaanza kuingia na watu kuanza kuweka video zao huko. Kwa kuna wakati unakuta mara jini anavuka barabara, au unakuta jini amepigwa risasi, sijui damu imefanyaje. Ni nani, kuna kwa vitu ambavyo si uhalisia, au unakuta mtu anayayuka kama vile, yani haieleweki kweli ni jini au ni nani. Vile inakuwa ni ndio hiyo kukosa elimu, namna ya kutengeneza vile vitu, ni vifaa dhaifu, au inakuwaje? Mtu elekeze ile inakaje technical. Okay, kuna sanaa na kuna teknolojia. Ili ufanye kitu kizuri lazima ukutanishe sanaa na teknolojia. Na kikubwa zaidi katika hii filamu, huwezi ukatoka film industry, huwezi ukatoka from nowhere ukakaa juu. Lazima upande ngazi. Kupanda ngazi vipi? Kwamba lazima ufanye kazi na watu ambao wamekutangulia. Uone wanafanyaje zile kazi, na wewe ujifunze kutokana na wao, ulinganishe kile ambacho unakijua wewe na kile ambacho unakiona wanachokifanya. Mazuri yao unayachukua, unaongeza na ubora wako wewe, unaenda. Hiyo ndio filamu. Kuna mimi filamu yangu ya kwanza kubwa nilifanya mwaka 2002 nafikiri, ilikuwa inaitwa Ugua. Nilifanya ilikuwa filamu ya wazee wa Tanga, walikuwa Amri Bauji naye marehemu na Kasim Lesiagi, sina hakika na kama yupo vipi. Nilifanya nao wale, mimi nikiwa assistant director. Sawa. Pamoja kwamba nilikuwa na trainings nyingi, lakini nilianza kufanya kazi na wale wazee. Wale wazee walikuwa wanajua utamaduni wa filamu. Kwa sababu kuna huu ujuzi na kuna utamaduni wa filamu. Filamu inatakiwa ifanyeje. Kuna kitu ambacho walikuwa wananiambia mimi, walikuwa wanasema kwamba kipindi kile nimeanza kufanya nao baada ya filamu ya Ugua, waigizaji wengi ambao walikuwa kwenye television wakawa wananifuata kwamba bwana tuunganishe na wale wazee, labda tufanye, au wewe kama unafanya tufanye. Wale wazee wakaniambiaga kauli moja kwamba huwezi ukamfanya mtu akaenda kwenye jumba la sinema kumwangalia mtu ambaye anamuona kila wiki kwenye television, au anamuona kila siku kwenye television. Kwamba kama anamuona kila siku kwenye television, anawezaje kujibana hela akaenda kumwangalia kwenye jumba la sinema. Wakawa wao kwa utamaduni wao ambao walikuwa wamezoea ni kwamba kuna waigizaji wa sinema na waigizaji wa tamthilia. Sasa binafsi yako wewe, umefanya kazi sehemu nyingi sana na umefanya kazi kwenye taasisi kubwa nyingi. Kitu gani ambacho unaona kwa sasa hivi kirekebishwa tunaweza tukafikia malengo kama Tanzania na sehemu ya filamu kiujumla wake? Sasa hivi kimsingi hatuko mbali.
lakini kuna ukizungumzia tasnia kwa ujumla, kuna gaps kubwa, kuna pengo kubwa kati ya wale waliokuwa juu na waliokuwa chini kabisa. Kuna product ambayo, kuna filamu ambayo nikikuonyesha unaosema hii haijatengenezwa na Watanzania. Filamu gani? Zipo nyingi. Moja, kuna Vuta Nikuvute, kuna Wito ambao tumeitengeneza kutoka hapa, nitakuonyesha. Ambao nani DOP kafanya Sabri, mimi nimedirect, DOP Sabri, cinematographer kafanya nani Kevin. Ukiangalia you can't say kwamba imetengenezwa hapa Tanzania. Huwezi kusema kwamba imetengenezwa Tanzania. Quality nzuri, kila kitu kiko into place perfect, unaona. Lakini unaweza ukaingia YouTube ukaona filamu ambayo imetengenezwa kama na simu. Kwa hiyo kuna pengo kubwa kati ya watu waliokuwa juu na waliokuwa chini. Kwa hiyo sasa sema watu waliokuwa juu na chini, unamaanisha watu gani na pengo la namna gani? Na maanisha kwamba kuna watu wamejifunza na wanakimbizana na teknolojia, wanakimbizana na ujuzi ambao unaendelea duniani kote. Na hiyo ni sehemu ya watayarishaji wa filamu ama pia na wasanii kwa ujumla? Nazungumzia industry kwa ujumla. Industry kwa ujumla. Kwa sababu nijibu kwanza ili kwamba kuna watu ambao wanajifunza kila uchao na wanajua nini ambacho wanakifanya kwa ufasaha. Alafu kuna watu ambao bado wanatakiwa kujifunza lakini wanafanya. Sawa. Yaani unataka kumaanisha kwamba kuna baadhi ya madirector na wasanii wanafanya kazi ambazo uende labda walitakiwa wajifunze kwanza ndo waje kuzifanya, au watayarishaji wa filamu? Yes. Hiyo ndo maana yangu. Kwamba chochote unachokifanya, jifunze, chukua muda wako kujifunza kile ambacho unakifanya ili iwe bora. Kwa sababu unapopeleka kazi yako kwa mtazamaji hawezi kusema kwamba huyu bwana ndio anaanza. Yeye anaangalia tu mbaya, hii nzuri. Asemi huyu ndio anaanza, tumvumilie au nini, si ndio? Kwa hiyo wewe unapotengeneza hata filamu yako ya bajeti ndogo, lazima ujifunze kwamba kwa bajeti hii, kwa vitu nilivyokuwa navyo, nitafanyaje kazi nzuri ambayo inaweza ikashindana na kazi kubwa ambazo ziko mtaani. Hicho ndio wanatakiwa watu kujifunza. Usiseme tu kwa sababu mimi mdogo tu nifanye nini, hapana. Sawa, hii inaweza kwa sababu ya baadhi ya filamu zetu kutokufika kwenye masoko makubwa kama Netflix na kwenda kutazamwa nje zaidi. Hii inaweza kuwa ni sababu pia? Hilo ni swali mtambuka, kwa sababu hakuna filamu inayoingia Hollywood ambayo sio co-production na watu wa Hollywood. Sio swala la quality, sio swala la uzuri wa filamu, sio swala la nini. Wao ni industry yao ile Hollywood. Kwa hiyo mpaka mjipenyeze upate co-production na watu wa Hollywood ndio inaweza ikaingia katika soko la Hollywood. Wao wana uwezo, yani wao wana hold soko lao. Sawa? Ukija katika hawa Netflix, kwamba wao hawaangalii tu ubora wa kazi. Sawa, na vigezo vyao, lakini hawaangalii tu ubora wa kazi. Wanaangalia katika nchi unaotoka kuna watazamaji, subscribers wale, kuna watazamaji wangapi ambao wanaweza kaangalia hiyo content yako. Unaona? Mambo ya kibiashara sasa. Kibiashara, kwamba kwa mfano Nigeria zinaenda sana kule. Sio kwa sababu Nigeria anafanya kazi nzuri kuliko sisi. Nigeria wako wengi duniani. Kwa hiyo Netflix wanajua wakiweka kazi ya Nigeria pale, dunia nzima wa Nigeria wataiangalia, population yao ni kubwa. Lakini ukiweka kazi ya Tanzania, ina sisi wenyewe kwa tunasikilizia bando. Unaona, hakuna mtu ambaye atakuwa. Kwa hiyo ni watu wachache watakaoangalia. Je, watu wa nje ya Tanzania wanaweza kaangalia kazi ya Tanzania? Kila mtu yuko biased, kila mtu ana wivu na vya kwake. Kwa ili wewe Mtanzania labda uweze kupita huko, ka Diamond kwani alikuwa ana nyimbo mbaya zamani, lakini alivyofanya ile namba 1 ya kwanza, ile namba 1 ya kwanza na ile remix alifanya na Davido, ile namba 1 ya kwanza ilikuwa bora
mara 10 ile ya Farinis na Davido, lakini lipi alianza kutoboa. Ile ya namba 2 ndio ilikuwa kali zaidi na ilienda mbali. Kutoboa kwa sababu kafanya na Nigeria, na Nigeria na fan base kubwa. Kwa ni masuala ya kibiashara tu. Kwa hiyo kama tunataka kwenda kimataifa pamoja na kufanya kazi nzuri, lakini lazima tuangalie strategies za masoko, mikakati ya kimasoko, kwamba tutafanya collaboration na nani ili tuweze kazi zetu za kuingia kule hapa. Sawa, Mr. Ignatius, sasa baada tushajua sasa kwamba tunatakiwa kupata hizo strategies za masoko, kuwaona wale watu. Nani sasa ambaye anatakiwa kunyosha kidole moja kwa moja bana, tufuate nani na nani ili tuweze kufika hapo? Kwa sababu kama ni soko la Hollywood tunataka kulifuata, au ni masoko mengine labda mbalimbali ambayo yapo ya international tunataka kuyafuata, tufanyaje sasa? Yani wewe sasa ukiwa kama mdau na mtu ambaye umefanya kazi sehemu hizi, tufanye nini? Huo ni mkakati wa kiserikali unatakiwa. Watu sinyoshane kidole kwamba nani afanye nini. Hiyo ni serikali 100%. Zamani kabla ya Jumong ulikuwa unaijua nani? Unajua siri za Korea? Hapana. Ubalozi wa Korea ulichukua ile Jumong ukaipeleka ITV bure, ionyeshwe na ITV bure. Haijatoka hata 100. Bure. Wameipeleka Jumong ilivyoisha, sio wakapeleka nini? Walipeleka kama 3 hivi. Bure peka ITV. Baada ya hapo si tulikuwa tunaona CD za Kikorea zimesambaa mitaani. Kwa hiyo ni strategy ni mkakati wa kiserikali. Kwa hiyo katika serikali yetu msimamizi wa industry ya filamu ni bodi ya filamu. Kwa hiyo bodi ya filamu baada ya kukimbizana na watu wanaoshuti filamu kwa simu wanaweka YouTube, ilitakiwa iwaze hivyo vitu. Yaani bodi ya filamu itakiwa iangalie kwamba industry yetu inaendaje kimataifa. Lakini kwenye upande kwa mfano wa Bongo Flava, unataka kuniambia pia mafanikio mengi alionayo Diamond Platnumz serikali imehusika? Okay, muziki ni tofauti kidogo na filamu. Muziki unaweza kuondoka wewe tu na meneja wako, kila kitu kakikuta kule. Sawa. Muziki ni watu binafsi sana. Lakini unazozungumzia filamu ni kiwanda. Yaani filamu ndio maana inaitwa film industry. Filamu ni kiwanda. Filamu moja inaweza kawa na watu kati ya 50 mpaka 100-200. It's industry ambayo kwa project moja inaweza ikaingiza mabilioni ya hela. Ikatumika mabilioni ya hela kufanya project hii moja. Kwa hiyo yani filamu ni kitu kingine tofauti kabisa. No. Swala ni kwamba kuwe na mkakati wa kitaifa ambao unasimamiwa na serikali wa kufanya sisi filamu zetu zitoke nje kwa kutafutia hizo co-production, kwa kutafuta nini. Sasa hivi afadhali kidogo tunaona kuna hizi ruti za Korea, collaboration na Korea, japo hazijaanza kuzaa matunda, lakini tunaona mwanga kwa Korea. Lakini haitakiwi wao tu, na haitakiwi ifanyike kwa udogo namna hiyo. Kuna balozi nyingi za nchi ambazo zina industry kubwa za filamu ambazo serikali kupitia bodi ya filamu inaweza kufanya nao mazungumzo. No, tukapata wakatuambia quality zao, tukapata hizo co-production. Sisi hata wao wanapokuja, kwa mfano ukatoa location, watu wengi makampuni mengi ya nje yanashindwa kuja kwa sababu hatutangazi location zetu na kuna ukiritimba mkubwa katika kupata location zetu. Lakini kama serikali ikifanya mkakati wa makampuni ya nje aje kufanyia filamu hapa kwetu, mfano Serengeti, labda Mikumi, labda sehemu mbalimbali ambazo za vivutio vyetu, ina maana makampuni makubwa yanapokuja, wasaidizi wanatoka hapa Tanzania. Watoka Tanzania, ina maana kwamba watu wanatengeneza connection, watu wanajifunza. Kwa hiyo ni rahisi kesho kutwa Mtanzania kusema bwana, na project yangu naomba director fulani na kampuni yako tufanye co-production, kwa sababu tayari mmetengeneza connection. Lakini lazima hivyo vitu viwe kimkakati. Bwana, bado tunapiga story na Ignatius Mkindi ambaye pia nilikwambia ni director, ni script writer, ni storyteller, na amefanya kazi nyingi sana na ametembelea taasisi nyingi na yuko bado kwenye sehemu ya filamu Tanzania.
Bwana Mr. Ignacia, binafsi yako umeona mambo mengi kwa ufanyaji wako wa kazi. Sasa tayari serikali wewe mwenye binafsi, maoni yako, umegundua kwamba serikali inatakiwa itie mkono kwenye kuandaa mikakati kufikia soko la kimataifa. Mlishawahi labda kama sehemu ya wasanii watayarishaji kujiorganize mkalipeleka ili mbele ya serikali na taratibu zikafanyika? Kuna vitu kwa mfano kama watu wa Netflix alikuwa na bodi ya filamu wakaleta vigezo vyao pale. Kwa hiyo kuna hatua ambazo zinafanyika, lakini nao wanajua nini ambacho kinatakiwa. Kinachotakiwa sasa hivi ni nguvu kubwa zaidi, kutafuta mataifa mengi zaidi ambayo yanafanya filamu ili kutuunganisha nao. Ni nguvu kubwa tu inatakiwa. Wanajua nini ambacho kinatakiwa kufanyika. Sawa. Kwenye utayarishaji wa filamu, kwa nini Tanzania hatuna filamu nyingi za labda masuala ya kivita hivi, tuone zile action nyingi kama jinsi ilivyo ni story tu za kawaida, drama na vitu vingine, ba comedy hivyo tunavyo vingi, lakini kwa nini hatuna movie za kivita tuone kama wanafanya kina Jason Statham, wakina Lambo? Kwa nini hatuna hiyo? Unajua budget yake? Ukishatengeneza filamu unaenda kuiuzia wapi? Lakini Tanzania unapenda action na ndio maana tunaangalia movie za wazungu. Action unaenda kuuzia wapi? Kwa sababu ili imfikie ili itoke kwa producer iende kwa mlaji wa chini, lazima kuwe na platform ya distribution, wasambazaji. Yes, ambao wanaweza kulifikia soko kwa ukamilifu. Lakini mpaka sasa hivi bado wasambazaji ambao platform ambazo zinachukua hizi filamu kuzisambaza na nini, bado ndo zinajitafuta. Kwa hiyo utatengeneza filamu ya milioni 200, milioni 300, unaenda kuipeleka wapi? Wewe unapata nini? Kwa sababu end of the day, mwisho filamu ni biashara. Mtayarishaji ni mfanya biashara, anataka aingize hela ili ile irudi. Wale wao unawataja, filamu anaweza akaingiza hata mabilioni ya hela. Siku ya uzinduzi tu ile premiere, hela yake yote inarudi